hena korombo eho hochoe anjorie kiame legakunje. Kutoka leo yeyote anataka kuongea na Wameru, kuongea na Mount Kenya, apitie kwa Deputy President Mheshimiwa Kithure Kindiki. 2032 ndio hapa nitaanza msururu wa miaka 10. Hii kiti ya naibu wa rais kimekaliwa na mzee wa Njuri Ncheke, kwa hivyo kiti ni ya Njuri Ncheke kuongoza wa Kenya. Na atakayeongea kuidharau kiti atakuwa akidharau Njuri Ncheke. Kwa hivyo ijulikane Kenya mzima, kiti ya naibu wa rais ni kiti ambayo kimekaliwa na mzee wa Njuri Ncheke, aunganishe wa Kenya wakiwa akisaidiana na Rais William Samoei Ruto. Kwa hivyo kuisesea atakuwa na sesea Njuri Ncheke. Na atuombi, tunasema ni sheria ya Njuri Ncheke imesema hivyo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kuomba ndugu yangu, mimi wakati wewe ni naibu wa rais kwa miaka 2, mimi nikiwa mdogo wako kwa serikali, nikiwa waziri, hakuna hata siku moja nimekutusi, hakuna siku nimekudharau. Sasa wakati huu, kwa sababu Mungu naye, mimi hata sikujua ati ukitolewa, sikujua rais atapeleka kiti wapi, kwa sababu siku ile ndugu yetu Rigathi alitoka kwa kiti, Rais Ruto alikuwa na option ya kupeleka kiti Nyanza ama Western ama Northeastern ama Pwani, lakini yeye mwenyewe akaamua hii kiti ilikuwa ya mlima. Hata kama mtoto mmoja wa mlima amepata matatizo, bado mlima uko na watoto wengine. Kwa hivyo mimi naomba ndugu yangu Rigathi, mimi sikuambii uingie kwa serikali kwa sababu ulitoka, na mimi nakuombea mema hiyo kazi unafanya, lakini tufanye kwa heshima, tusivurugane hapa nyumbani. Hao watu wako unatafutia viti kwa sababu hausimami. Hao watu wewe watafutie viti, lakini ukifika hapa mlimani vile umesema juzi, na nakubaliana na wewe, tusitusiane. Wewe tafutia Kalonzo wako kiti na sijui nani mwingine, tutapambana na nyinyi 100%, na mimi sitakutusi kwa sababu wewe ni ndugu yangu, na wewe usinitusi kwa sababu mimi ni ndugu yako. Ni makanatima ibagana wako watanira na kendekeo. Ati sasa unatuambia mtu ambaye amekuwa vice president, amekuwa waziri wa kila kitu, waziri wa elimu, waziri wa utalii, waziri wa masuala ya nchi ya ng'ambo, amekuwa wizara zote kwake, mpaka saa hii hakuna hata barabara ya kwenda pale. Ati sasa ndio unatuletea wewe ndugu yangu aongoze Kenya na asaidie Wameru? It is not possible. Mimi nipatie tu muda kidogo, mimi siombi muda mrefu, kidogo tu ninyoroshane na maendeleo ya hii area. Tutandike lami everywhere, tuweke maji everywhere. Na already mimi nimeketi hapa 1.5 na niko na kile naweza sema nimefanya hapa Meru, hapa Tharaka Nithi, pale Embu, hata kwako Nyeri kuna project nimepusha hapo. Kwa hivyo mimi naomba mnikubalie, mimi sitaki tuvurugane na ndugu zangu, na mimi kama mzee wa Njuri, mimi kazi yangu ni kuleta amani, na hata wakinitusi mimi sitajibu. Bogotagani nani roi Njuri nekorie Njuri Ncheke nekorie oe kaira baishao darumanire Njuri kaura kaura baishao darumanire Njuri kaura
Mimi kwa heshima ambayo serikali ya kitamaduni ya jamii yetu ya Wameru imenipatia, nataka niwahakikishie wazee na watu wote wa jamii hii ya kwamba mimi sitawaangusha, mimi sitawaletea haibu, na mimi nitatekeleza kazi ambayo mmenituma niende nikafanye kwa ustadi, kwa bidii, Mungu akinisaidia, ili nilete heshima kwa jamii yetu. Tusiambiwe ya kwamba tulipewa kazi na hatukuwezana nayo. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mumeniambia kwamba mnashukuru rais amenipatia nafasi kuwa naibu wa rais, na mmesema ya kwamba niendelee kumsaidia, nifanye bidii kabisa na niwe mwaminifu kwake na nimsaidie kazi, ndio hata sisi kesho tuwe na watu waaminifu kwetu. Hiyo ni kweli ama si kweli? Ni kweli si kweli? Ama mmenituma niende nikashindane na rais? Mmenituma mashindano na rais wa nchi? Si mmenituma niwe msaidizi wake mkuu ndio anionyeshe maneno namna hii namna hii namna hii, ndio hapo kesho siku ingine Mungu afanye mambo yake? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Hiyo kazi nitaifanya kwa bidii, na nikifanya hii bidii ya kusaidia rais kujenga Kenya, mimi sitaki hapa nyumbani tuwe na mvutano, tuwe na kisirani na hasira. Na mimi nimeongea jana nikasema, na nataka nirudie, mimi najua kuna ndugu zangu hapa, watu wa siasa wenzangu ambao hawakubaliani na sisi maneno ya siasa, na mimi nimesema ya kwamba ni haki yao, kwa sababu siasa na mambo ya uongozi inategemea, ni haki ya mtu. Ile mimi siwezi kubali kupitia kwa idhini yenu, mimi siwezi kukubali ya kwamba sisi viongozi ambao Mungu ametupatia nafasi ati tuvurugane hapa nyumbani kwa mambo ya matusi. Mimi nataka niseme ya kwamba niko tayari kutafuta ndugu zangu wote ambao ni viongozi, wawe kwa serikali, wawe kwa upinzani. Tuketi kwanza, tukubaliane ya kwamba wakati tunafanya mambo ya serikali, wale wako upinzani wakifanya mambo ya upinzani, tusiwe ni watu wa kutusiana na kuruhusiana maneno. Na mimi nimesema jana ya kwamba wale ambao wamenitusi nimewasamehe, na mimi pia naomba ya kwamba vile vile kama nimewaudhi kwa njia yoyote wanisamehe. Mimi nataka tusafiri safari moja, tuwe na heshima, na Mungu atatujalia uko tunaenda mbele. Mimi nataka niseme hivi kwa sababu najua hata nyinyi mkiangalia, Rais Ruto amejaribu kuleta jamii za Kenya pamoja, na mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda. Mimi sina shaka kuwaambia, sina tashwishi ya kwamba mwaka ujao Rais Ruto atachaguliwa kwa awamu ya pili. Na mimi sitaki sisi tufanye mambo ya ujinga ati kura yetu ikuwe ndogo, hata kama rais anapita alafu kura yetu haitoshi. So lazima tumuunge mkono na kupigia Rais Ruto kura mwaka ujao ni kujipigia kura sisi wenyewe, kwa sababu mimi mwenyewe niko pale kama naibu wa rais. Tangu wakati Kenya imejinyakulia uhuru, sisi tumefanya biashara, tumefanya mambo ya siasa, tumefanya mambo mengi ya kimila, tukiwa community ya Gema, Wameru, Wagikuyu na Waembu. Ni kweli si kweli? Na mimi sio mimi nimeanzisha huu muungano wa Gikuyu, Embu na Meru. Sio hata Kibaki, sio Uhuru alianzisha. Hii maneno ilianzishwa tangu zamani, na hakuna mtu ako na ruhusa ya kuharibu hiyo uhusiano. Na mimi nataka niseme ya kwamba sisi tuko timu moja. Vile tulisimama na mzee Jomo Kenyatta miaka 15 bila kuuliza maswali, tukasimama na mzee hayati Mwai Kibaki
miaka 10 akiwa makamu wa rais na miaka 10 akiwa rais. Tukasimama na Uhuru Kenyatta akiwa rais miaka 10, na wakati amepata kesi ya wabeberu, mimi mwenyewe nilikuwa ya baadhi ya wale mawakili walisafiri mpaka kule Uholanzi ili kupambana na wale wabeberu walikuwa wanataka kufunga Rais Ruto. Siku hiyo bado hakuwa rais, wakiwa na mdogo wake wa baadaye ambaye ni William Ruto. Na hiyo kazi tulifanya kwa bidii mpaka Uhuru Kenyatta akawa rais, baadaye William Ruto akakuwa rais pia, na tumekuwa pamoja. Wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amestaafu, tukapata kiti ya deputy president, lakini haikukaa mzuri kwa sababu ndugu yetu ambaye alipata matatizo hapa na pale, akashindwa kukaa na wakubwa wake na wadogo wake, kwa sababu kiongozi lazima ujue kukaa na mkubwa wako, ujue vile unakaa na babako na pia wadogo wako. Na hiyo ni mambo sasa imepita, na mambo imepita hairudiwi. Unajua pia sisi kuna watu tulipeleka kazi kutoka tangu tupate uhuru, our brothers wale wako pande ile. Sisi tumewasukuma, ile kitu walikuwa wanataka tunawapea, ile kitu wanataka tunawapea. Kwa hivyo tunawaomba, wacha leo niombe kama wale wa Tanzania, tunaomba ndugu zetu wale wako western side ya mlima, tunawaomba watunge mkono, washikilie Profesa Kithure Kindiki saa hii ako ofisini, na 2027 tumurudishe tena pamoja na rais ndio waendelee na kazi.